Karibu sana kwenye channel yetu maridadi kabisa Firstborn TV Show. Kama wewe ni mtu wangu, kama wewe ni mtu wa hapa nyumbani, kama wewe ni mtu wa Uswahilini au kama wewe ni mwanafunzi wa kujifunza Kiswahili, leo utakubaliana nami katika mambo haya. Leo nimekuletea suluhisho katika yale matatizo yote ambayo yanakukumba unapotaka kuzungumza Kiswahili. Mimi naitwa Benon. Twende na mfano wa kwanza ili uweze kunijua. Niko na mifano mitano ambayo itakusaidia kabisa kuwa mzuri katika kuzungumza Kiswahili. Watu wengi wanajua Kiswahili, lakini Kiswahili ni cha darasani. Kiswahili ni cha pen na paper, karatasi na kalamu. Lakini ukimwambia tuambie Kiswahili unachokijua, unakuta anashindwa kuongea kabisa. Sasa leo nataka nikupe suluhisho. Chukua kalamu yako na karatasi yako au daftari lako, uwe karibu nami kabisa, nikupe mifano mwafaka ambayo itakuwa inakusaidia kujua na kuzungumza Kiswahili kama watu wengine, au sio? Namba moja, masomo yako hayatoshi kujua kuongea Kiswahili. Unataka uongezee pia mazungumzo na mazoezi ya kuzungumza Kiswahili. Hapa unajua ni nini? Hapa kitu kikubwa, wewe unajua kabisa na ni mzuri kabisa wa kujibu maswali ya mwalimu, lakini una matatizo sana ya kujua kuongea, ya kuweza kuongea Kiswahili katika kukitoa kwenye madaftari yako pia na kukiweka kwenye ulimi na kuongea. Kwa nini? Unajua ni kwa nini? Masomo yako hayatoshi, unataka pia ongezee mazoezi. Jizoeze kuongea Kiswahili. Tunaelewana? Alafu unapojizoeza sana kuongea Kiswahili, utakuwa kama mchezaji wa mpira wa miguu. Unaweza kuwa unapenda mpira wa miguu kabisa, lakini hujawahi hata kuingia uwanjani kugusa na kupiga mashuti mawili matatu ili kuweza kuona kama kwamba unaweza kwa mzuri wa kucheza. Hapo sasa usije ukanidanganya kwamba unaupenda mpira lakini unaogopa kufanya nini? Unaogopa kucheza. Hilo ni kosa kabisa. Unatakiwa ufanye mazoezi ya kuongea Kiswahili. Toa kila kitu kwenye madaftari, alafu kiweke kwenye ulimi. Kuwa na uwezo wa kuongea. Jizoeze mwenyewe, ongea. Unapoongea pia utakuwa mzuri wa kufanya nini? Wa kuongea Kiswahili. Utakuwa mzungumzaji. Hiyo ni tip namba moja ambayo itakusaidia kujua na kuongea Kiswahili hadharani, au sio? Namba 2. Jaribu kuongea kila siku hata ukiwa peke yako. Hapa utakuja uniulize itakuwaje niongee peke yangu? Kitu rahisi sana. Uko nyumbani, unachapa kazi zako za nyumbani pale, unaosha vyombo, unafanya nini? Unafanya usafi, unafua nguo, au uko sehemu kwingineko chumbani na nini? Jaribu kuongea Kiswahili mwenyewe. Jiulize, leo nikiamka asubuhi nitapiga mswaki, nikimaliza kupiga mswaki nitaosha vyombo, nikimaliza nitafagia, nikimaliza nitanawa. Jaribu kuongea kile chochote ambacho kimekuzunguka. Hapo utakuwa peke yako. Na ukiwa peke yako kabisa utaweza kufanya nini? Utaweza kujizoeza kuongea. Jizoeze kuongea Kiswahili hata ukiwa peke yako. Usije ukasema labda bahati nitaipata kwa mwalimu au kwa marafiki au kwa majirani, au lazima. Ni vitu muhimu sana. Pia nitazungumzia baadaye. Lakini mfano wa pili huu unakwenda sambamba na shughuli zako za kila siku. Kile kinachokuzunguka, je, unakifahamu katika Kiswahili? Itakusaidia sana ili uweze kuwa mzuri wa kuongea na kuzungumza Kiswahili pia, au sio? Nadhani unanielewa. Ninachokizungumzia unakielewa kabisa. Namba 3. Tumia sheria ya 30. Sheria ya 30 unataka kuniuliza ni nini? Yaani chukua dakika zako 30 kila siku ujizoeze kuongea Kiswahili. Najua kusoma ni vizuri, kuandika ni vizuri, na pia kusikiliza ni vizuri, lakini vinavyoingia ndani na unataka pia utoe ndani, ulete nje. Kuleta nje ni kufanya nini? Ni kuzungumza. Unaingiza, unasikiliza,
unasoma, lakini pia unataka utoe nje, uweke kwenye ulimi wako kile ambacho umekisoma, kile ambacho umejifunza, kwa sababu hili ni zoezi kubwa sana. Kutumia zile dakika zako 30 kila siku. Jaribu kutumia dakika 30 kila siku ukijizoeza kuongea Kiswahili. Hiki kitakuwa ni kitu muhimu na kitakusaidia sana, na utakuwa mwelevu kabisa katika uzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Usije ukadhani Waswahili wao ni kitu gani muhimu ambacho wanakifanya. Wanaishi Uswahilini na wanaongea Kiswahili kila mara. Ndio maana unakuta Kiswahili kiko kwenye ulimi wao, ulimini pale, au sio? Kinatoka huko ubongoni, kinatoka madaftarini, kinakuja kwenye ulimi. Kwa unatakiwa kuwa na Kiswahili kwenye ulimi, hata lugha zote. Tumia sheria ya 30. Kujuaje? Kufanya nini? Yaani tumia hii sheria ya 30 kukuza uelewa wako, ujuzi wako wa kuzungumza lugha ya Kiswahili. Hiyo ilikuwa namba 3. Naam, mfano wa 4. Furahia mazungumzo, darasa pembeni. Ukiwakuta watu wanaongea, wanazungumza, wamefanya kikundi fulani, jiunge nao. Waulize, jamani, naweza nikajiunga kwenye kundi lenu? Alafu anza kuzungumza, sikiliza wanavyotamka maneno, na wewe utakuwa mzuri kabisa wa kuongea Kiswahili popote pale utakapokuwa. Usije ukadhani Kiswahili kitajileta chenyewe, hapana. Fanya mazoezi, jiunge, ongea na wengine. Yaani ukikuta watu tu wanaongea, wako sehemu fulani wamefanya kikundi, usije ukaogopa eti nitafanya nini, makosa nini. Hata wao walishafanya makosa awali kabla ya kujua kuongea Kiswahili. Kwa hiyo na unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uwe mzuri wa kuchokoza. Ongea nao, waulize, unaitwa nani? Unaishi wapi? Jitambulishe. Alafu waombe ruhusa kabisa ya kuweza kufanya mazungumzo nao. Hapo utakuwa umeshinda goli kwa kichwa, au sio? Namba 5 sasa. Usiogope kufanya makosa. Unapofanya makosa kwa siku ya kwanza, kwa siku ya pili hutofanya makosa hayo pia. Yaani itakuwa rahisi sana kukusanya makosa uliyoyafanya awali, kwa kuwa awali ulifanya makosa na ukagundua kwamba umefanya makosa. Kwa katika mazungumzo yako ya kila siku usije ukaogopa kufanya makosa. Kwa mfano unaweza ukafanya kosa la kusema jembe yangu imekosekana, imeibiwa. Hapo ukagundua kwamba hatusemagi jembe yangu, tunasema jembe langu limeibiwa. Hapo utagundua kwamba awali ulifanya makosa, afu baadaye utakosoa nini? Utakosoa haya mambo uliyoyafanya kutokana na nini? Kutokana na kutoogopa kufanya makosa. Kwa usiogope kufanya makosa katika mazungumzo yako. Unaelewana? Kwa kuwa Kiswahili kina vipengele vingi, unataka kujua, unasikia, unasoma na pia unatazama. Unataka pia kusikiliza. Alafu pia unaongezea kuongea. Hapa nazungumzia kuongea. Kwa mzuri wa kuongea kabisa. Kwa hili tukutane siku nyingine.